anazidi kutenda kazi njema katika maisha yetu na katikati yetu. Haleluya. Amen. So na shukuru pia, namshukuru mchungaji kwa ajili ya fursa hii ya kwa ajili ya kulihudumia kanisa la Mungu. Nashukuru sana na namuombea kwamba Mungu anazidi kumtenda mema sana. Mungu anazidi kuona msaada wa kiungu katika kila eneo la maisha yake siku zote kwa jina la Yesu. Anatunzwa na kulindwa na kuhifadhiwa siku zote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Amen. So ni kushukuru na wewe pia kwa ajili ya kufika kwako. Umejitahidi na kuwepo hapa wakati kama huu. Ni moyo mzuri na Mungu akuzindishe sana katika huo moyo kwa jina la Yesu. Ya kwamba siku zote unadhamini makusanyiko, unayapea value. Hautachukulia na kuona ni kama ni kawaida tu, bali una value, unayapa value kwenye moyo wako kwa jina la Yesu. Naona kama ndugu Samuel siku hizi ameamua yeye ayuko kabisa kwa hiyo group ya inayoitwa ya kuchelewa. Amekataa katakata. Ni moyo mzuri by the way. Endelea hivyo. Si ndio ndugu Samuel? Kanisani mahali ambapo tunahitajika kufika mapema, kuwepo pale mapema. So so tuingie kwenye fundisho, tujifundishe. Kitu hapa na leo tunajifundisha kuhusu one accord ama nia moja. One accord au nia moja. One accord. So tutaangalia mambo kadha wa kadha, na mimi Mungu anatusaidia.
So One Accord ili ni fundisho ambalo kila mwamini anatakiwa kulifanyia kazi kwa mwendelezo kwa makusanyiko. So tunaona kwamba kuhusu One Accord ni jambo ambalo linalo takiwa kufanywa kazi kwa mwendelezo, sio kwa mara moja tu, bali kwa mwendelezo kwenye makusanyiko, kwa sababu linahusiana na makusanyiko. So One Accord inahusiana na makusanyiko. So tutaangalia kwenye neno la Mungu, ingawaje linaweza likatumika zaidi ya makusanyiko, lakini hapa tutaliangalia specifically kwa makusanyiko. Tutaliangalia kwa makusanyiko. So tunaona kwamba mpango wa Mungu unaweza ukaweka watu wa umri tofauti. Mpango wa Mungu unaweza ukaweka watu wa umri tofauti au vizazi tofauti, makabila tofauti, wakakaa mahali pamoja. Mpango wa Mungu unaweza ukaweka watu wa umri tofauti au vizazi tofauti, makabila tofauti, wakakaa mahali pamoja. Na ikiwa hao wanaweza kaa mahali pamoja, ina maana kwamba lengo la kuwa pamoja linakuwa na nguvu kuliko tofauti zao. Ikiwa hao wanaweza wakakaa mahali pamoja, na maana kwamba lengo la kuwa pamoja linakuwa na nguvu kuliko tofauti zao. Kuliko lengo la kuwa pamoja linakuwa na nguvu kuliko tofauti zao. Manake lile lengo ambalo limewaleta pamoja. Manake watu kwa pamoja mpaka kuwe na lengo. So wakati ambapo hao watu ambao wanatofautiana kwa mambo kadhaa, lakini tunaona kwamba lengo nalo waleta pamoja linakuwa na nguvu kuliko zile tofauti zao. So ikifika kwenye kusanyiko la kiungu, tunaweka tofauti zetu kando. Ikifika kwenye kusanyiko la kiungu, tunaweka tofauti zetu kando na kufocus kwenye lengo lililotuleta pamoja. Ikifika kwenye kusanyiko la kiungu, tunaweka tofauti zetu kando
na kufocus kwenye lengo lililotuleta pamoja. Ikifika kwenye kusanyiko la kiungu, tunaweka tofauti zetu kando na kufocus kwenye lengo lililotuleta pamoja. Manake kuwepo pamoja sio kukua tu, mpaka kuna lengo ambalo tunatakiwa kulifikia. So ndio maana ni muhimu kujua kwa nini tunakusanyika au kwa nini tuko hapa. So ndio maana ni muhimu kila wakati kwenye kusanyiko kujua ni kwa nini tumekusanyika. Ndio maana ni muhimu kujua kwa kila kusanyiko ni kwa nini tunakusanyika. Maana kama lengo la makusanyiko lisipojulikana, basi hatuwezi pata matokeo ya kusanyiko hilo. Maana kama lengo la kusanyiko lisipojulikana, basi hatuwezi pata matokeo ya kusanyiko hilo. Kama lengo la kusanyiko lisipojulikana, basi hatuwezi pata matokeo ya kusanyiko hilo. Na unyenyekevu ni pale ambapo tofauti zetu zinaletwa pamoja kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. Unyenyekevu pale ambapo tofauti zetu zinaletwa pamoja kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. So tumeona kwamba ni muhimu lengo kujulikana. Tumeona ni muhimu lengo la kusanyika pamoja kujulikana. Maana kama lengo halijulikani, itakuwa ni hakutakuwa na matokeo yoyote. So ili tuweze kufikia lengo letu, ili tuweze kufikia lengo letu au lengo lililotuleta pamoja, ili tuweze kufikia lengo lililotuleta pamoja, ni mpaka kuwe na one accord au nia moja. Ili tuweze kufikia lengo lililotuleta pamoja, mpaka kuwe na one accord au nia moja. Mpaka kuwe na one accord.
maana One Accord inatusaidia kuwa na mwelekeo mmoja. Inatusaidia kuwa na mwelekeo mmoja na kuacha tofauti zetu. So unapata One Accord ni ya muhimu pale ambapo au ni ya muhimu kwa makusanyiko yoyote yale, kwa sababu ikikosekana kuna kuwa na ni vigumu kutimiza lengo au kufikia lengo lililokusudiwa. Kwa sababu unapata watu wako na wametokea sehemu mbalimbali na mambo tofauti tofauti, wametokea maeneo tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti, wana mitindo tofauti tofauti, but tunaona especially kwenye kusanyiko la kiungu, tunaona kwamba mpango wa Mungu umetuleta pamoja. So pale ambapo mpango wa Mungu umetuleta pamoja, unakuwa na umuhimu wa kufocus kwenye lile lengo ambalo au mpango wa Mungu ambao umetuleta pamoja, lile kusudi ambalo limetuleta pamoja. Kunakuwa na umuhimu wa kufocus pale na kutupilia mbali ama kuangalia zile tofauti zetu. Manake kila mtu akija na yake yenye ametokea nayo, kwa inakuwa inaleta aileti ule umoja ama kuwezi kuwa na ule umoja. So ili tuweze kutimiza lengo letu, ni mpaka kuwe na One Accord au nia moja. So ile neno One Accord amini kwamba Kizungu imetumia hivyo tu One Accord, but kwa Kiswahili inatumika kama nia moja, moyo mmoja, kwa umoja. So kwa Kizungu liko hivyo One Accord, but kwa Kiswahili unapata kuna mahali ambapo inatumika kama nia moja, moyo mmoja au kwa umoja. But Kizungu inabaki One Accord. So tunaona kwamba kanisa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walitumia hilo neno sana, ama limetumika sana, na
tunakwamba kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume limetumika mara 11. Yeah. So tunaona kwamba ni jambo ambalo wamelizungumzia sana, na so tunapata kwamba ni ikiwa umelizungumzia hivi ama wameweka msisitizo mkubwa kwa ajili ya One Accord, kanisa la Matendo ya Mitume. So tunaweza tukaona kwamba ni jambo la muhimu, ni jambo la muhimu, kwa sababu ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kimejaa utendaji mwingi wa nguvu za Mungu. Yaani kimejaa utendaji mwingi wa nguvu za Mungu. So na bado tunaona kwamba kunakuwa na msisitizo wa One Accord. Kunakuwa na msisitizo mkubwa sana wa One Accord. So hilo neno One Accord ni neno la Kigiriki homothumadon. Neno One Accord ni neno la Kigiriki homothumadon. Spelling yake ni HOMOTHUMADON. Homothumadon. Yeah, still lost. HOMOTHUMADON. Homothumadon. Maana Kizungu wametuwekea with one mind, with one accord, with one passion. Yeah, so hili neno linatumika
Ili neno linatumika kuongelea watu walio pamoja. Naongelea watu walio pamoja kwa wakati mmoja. Wakifanya shughuli moja. Wakifanya shughuli moja na kwa nia moja. Naongelea watu walio pamoja kwa wakati mmoja, wakifanya shughuli moja kwa nia moja. So tunaona ni muhimu, ni muhimu sana kuwepo na one accord pale ambapo watu wako pamoja. Maana yake sio kuwa tu pamoja, maana kuna na uwezekano kabisa wa watu kuwepo mahali pamoja lakini sio kwa nia moja. So na maana kwamba pale ambapo mko pamoja ili kwamba muweze kuona matokeo